Angalia namna ulivyo msikiti kwanza. Ila kama ingekuwa Waislamu, wapo wenye fadhila kwa fadhili Waislamu, wangekuwa wametusaidia. Hii hali ni kweli ni mzuri kweli. Tunatabika kuanzia msikiti, maji. Tuko na kilio kikubwa Waislamu. Tunakuomba mama tafadhali. Hebu tunaomba tusaidie, tuangalie wanakijiji watuwe macho. Hii hali katika mikoa yote. Hakuna sehemu yenye hali mbaya kama hii. Watoto wanatamani kuja kusoma, wakiangalia sehemu ya kusoma madrasa ni mbovu kabisa, imeharibika na imeoza kabisa. Mtoto anaweza akatamani kifuko, ametoka kwa ngoja nene madrasa. Akifika hapa akikuta mvua, mtoto anatoka anakimbilia nyumbani kutaka usalama wake. Tunaomba mama tafadhali, wafadhili wote, mtuangalie hali tuliokuwa nayo, mtutoe umaskini, tuendeleze na dini. Hakuna kikubwa duniani zaidi ya dini. Haya ndiyo mazingira ya msikiti huu na haya ndiyo mazingira ya madrasa hii. Wanafunzi wanasoma ndani ya msikiti. Wallahi Waislamu, inasikitisha sana, inahuzunisha sana. Juu bati ni nyasi. Mvua ikinyesha maji yanaingia ndani ya msikiti kuna maji, hauwezi kusujudu wala hauwezi kukaa. Na ndiyo mazingira ambayo wanafunzi wanasomea humo ndani. Haipendezi. Waislamu sio dhalili, Waislamu sisi tunao moja. Tushikamane, tuungane, tuangalie ndugu zetu ambao wanahitaji. Tujenge msikiti ambao unafaa kuitwa msikiti. Hakika haya sio mazingira mazuri. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Mwenyezi Mungu katika aya hii anasema kwamba tutoe katika vile ambavyo ameturuzuku. Vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametugea, basi tutoe kwa ajili yake. Tutoe sadaka. Tuangalie ambao wanahitaji, tuangalie ambao wanataka, tuwapatie. Kabla mmoja wenu hajamfikia mauti. Hakika ikimfikia mmoja wenu mauti, muda wako umekuwa umeisha. Pale ni the end. Mkanda wako umefungwa, kila jambo lako limefungwa. Hautopata hata nafasi ya muda mchache kurudi tena kwa ajili ya kuitumikia akhera yako, kwa ajili ya kuongeza ili Mwenyezi Mungu yani kwa ajili ya kuongeza amana yako. Hauwezi kupata ule muda kwa sababu tayari muda wako umeisha. Sasa Mwenyezi Mungu katika aya hii anasema toeni katika vile tulivyoruzuku. Kabla mmoja wenu hajamfikia mauti, akasema Mwenyezi Mungu hauniakhirishi hata sekunde moja, hata muda mchache, ili nikatoe niwe miongoni mwa waja wema. Mwenyezi Mungu hatakubali jambo hilo. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.